Mimi naitwa Harris Newman Kapiga. Ukitaka kuniita mchungaji, itakuwa pia vizuri naitwa mchungaji Harris Newman Kapiga. Mimi ni msemaji wa inaitwa TGMA, Tanzania Gospel Music Awards. Mchakato wa Tanzania Gospel Music Awards ilianza mapema mwaka uliopita, mwaka 2024 mwezi wa 11, na dirisha likafunguliwa kwa ajili ya watu kupeleka kazi zao kwenye vipengele kadha wa kadha. Na kikubwa ni kwamba tuliomba sisi kama TGMA watu wawasilishe kazi zao wao wenyewe kutokana na vipengele ambavyo wanahisi kwamba wanaweza wakatiwa moyo kwavyo, sio wakashindanishwa kama ambavyo wakati mwingine tunafikiri. Hii sio mashindano. Kazi kubwa kabisa ya Gospel Music Award ni kuatia moyo watu kwa kazi nzuri ambayo Mungu amewajalia vipawa ili waweze kumsifu Mungu. Na Mungu anasifiwa siku zote, Mungu anakaa mahali pa sifa. Kwa hiyo hii ni dhana nzuri ambayo tukiendelea kuifahamu zaidi, tunatoa tuzo ni kwa ajili ya kuatia moyo watu wenye vipawa ambavyo Mungu aliwapatia. Kwa maana hiyo tunamsifu Mungu kwa sababu ameumba watu na ametoa hivyo vipawa, ameendelea mbele. Kwa hiyo sasa mambo yameiva baada ya watu kuwa wamewasilisha kazi zao kama ambavyo kwa maelekezo. Basi mfumo umefanya kazi, na ule mfumo umefanya kazi kwa ajili ya watu waliokuwa wamewasilisha kazi, na kura zilizokuwa zimepigwa, na wote ambao walikuwa wanasimamia mfumo huo kuhakikisha kwamba mfumo hauchakachuliwi, vitu vinakaa sawa, wanaitwa Innovex Quality and Assurance, ambaye tunao pia mahali hapa wawasilishi wako kama tuko maswali ya kwanza. Kikubwa ambacho kimetuleta mahali hapa kizuri cha kuweza kukifahamu ni kwamba katika wale wote waliowasilisha kazi zao kwenye mfumo, kutokana na vipengele walivyokuwa wanavitaka, kwa vipengele karibu 18. Kwa hiyo kura wamepatikana kila kipengele watu 5. Kwa hiyo hapa tumewaita ndugu zetu, rafiki zetu kwa ajili ya kutusaidia kuongea kwamba tunatangaza nominees tu waliochaguliwa katika kila kipengele. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo imetuleta mahali hapa. Asante. Kipengele cha kwanza naanza kusoma. Kipengele cha kwanza ni wimbo bora wa kuabudu wa mwanamuziki wa injili wa mwaka. Majina 5 au nominees 5 ambao wameingia. Kwanza Paul Clement, wimbo unaitwa Nafasi. Pili AIC Chang'ombe CBC, wimbo unaitwa Moyo. Na watatu Walter Chilambo, wimbo unaitwa Sijaona. Wanne Salvation Gospel Choir Nitengeneze, na nominee 5 kwenye kipengele cha kwanza cha wimbo bora wa kuabudu wa muziki wa injili wa mwaka. Nasema Natabiri ni kutoka Rehema Simfukwe. Lazima kieleweke kwamba wote ambao tunawatia moyo kwenye tuzo za muziki wa injili mwaka 2025 ni kwa kazi zilizofanyika mwaka 2024 tu. Kwa hiyo kama utasikia mtu alikuwa amefanya kazi mwaka 2023, 2022 hayupo, tunamshukuru Mungu, alifanya kazi vizuri yule, lakini sisi tunatia moyo kwenye mwaka 2024 tu. Ndio hapo ambapo tunatamani tuanzie na tuendelee. Kipengele cha pili ni wimbo bora wa sifa wa muziki wa injili wa mwaka. Nominees 5. Wa kwanza Japhet Zablon, Kusudi la Mungu. Wa pili ni Kurejeshe kutoka Neema Gospel Choir. Wa tatu Huniachi kutoka kwa Rehema Simfukwe. Wa nne Wamekuja kutoka kwa Miriam Lukindo Mauki, na wa 5 Baraka ambaye mwimbaji wake ni Paul Clement. Naenda kipengele cha 3. Wimbo bora wa muziki wa injili wa mwaka. Nominees 5 ambaye hawa 5 watapigiwa kura sasa ili waweze kupatikana watatu. Katika wale watatu wapatikane mmoja. Tumtie moyo tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 Mlimani City kuanzia saa 10 za jioni. Kipengele cha 3. Nominees 5 waliochaguliwa ni Kurejeshe ndio wimbo Neema Gospel Choir, Pigana na Mungu Obi Alpha, Imeniumiza Sana Zablon Singers, Olodumare au ni Wachio Luaga, na Simama Nami Christopher Muhangila. Naenda kipengele cha 4.
wimbo bora muziki wa injili wa mwaka kutoka kimataifa, sio Tanzania sasa. Na iwe maombi, Evelyn Wanjiru. I need your touch. Huyu ni Reverend Benjamin Dube kutoka South Africa. Alafu Jesus, huyu ni Pastor Nathaniel Basei, na sikiliza dunia, Israel Mbonyi, na watano We Move Forward anaitwa Mercy Chiu. Kipengele cha 5, msanii bora wa muziki wa injili wa mwaka, mwanamuziki wa solo. Wa kwanza Joel Lwaga na wimbo wake wa Olodumare. Alafu Ndoa, Asagwile Mwasongwe. Neema Yako, Rehema Simfukwe. Namba 4 Bado Naishi, Paul Clement. Namba 5 Haikuwa Rahisi, Obi Alpha. Watu waliowakilisha kazi wenyewe. Hiyo ndio ilikuwa ni kigezo kikubwa cha kwanza. Hatupiti tu kuchukua kazi, hapana. Watu tuliwaambia, watu waliokuwa tayari wameleta. Kwa hiyo ndio nominees ni hao ambao wametokea. Tukumbuke tu kwamba kilele cha Gospel Music Awards itafanyika Mlimani City tarehe 23 mwezi wa 5 kuanzia saa 10 kwa kiingilio cha shilingi 30,000, VIP 100,000 na VVIP shilingi 200,000. Ticket kwa sasa tunanunua ticket online kwa shilingi 30,000, 100,000 pamoja na 200,000, lakini unaingia kwenye website ya kwetu inaitwa tgma.co.tz. Lakini mahali sokoni Kawe, barabara ya Kawe pale kwenye makutano ya ile barabara inakwenda Lugalo, pale kuna frame pale, siku nyingi sana. Frame ya kwanza, ya pili imeandikwa mahali sokoni, pale pia tiketi zinapatikana.